cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 8 mstari wa 2. Deuteronomy, in the book of Deuteronomy chapter 8 verse 2. Kumbukumbu la Torati mlango wa 8 mstari wa 2. Biblia inasema ya kwamba nawe utaikumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyekuongoza miaka hii 40 katika jangwa, ili akutweze kukujaribu yajua yaliyo moyoni mwako, kwamba utashika amri zake au sivyo. Napenda pia nisome katika kitabu cha Kutoka 16. Itakuwa ni vizuri tu tuende tu kwa pamoja. Nasoma pia katika kitabu cha Kutoka mlango wa 16 mstari wa kwanza hadi wa 3. Kutoka, in the book of Exodus chapter 16 verse 1 to 3. Biblia inasema kwamba kisha wakasafiri kutoka Elimu, na mkutano wote na wana wa Israeli wakafikilia bara ya Sini iliyoko kati ya Elimu na Sinai, siku ya 15 ya mwezi wa 2 baada ya kutoka kwao nchi ya Misri. Mstari wa 2. Na mkutano mzima wa wana wa Israeli ukawanungunikia Musa na Haruni huko barani. Wana wa Israeli wakawaambia, laiti tungalikufa kwa mkono wa Bwana katika nchi ya Misri, hapo tulipoketi karibu na zile sufuria za nyama, tulipokula vyakula hata kushiba, kwani mmetutoa huko na kututia katika bara hii ili kutuua kwa njaa kusanyiko hili lote. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Nataka niongelelee kuhusu maisha ya jangwani. Nataka niongelelee kichwa cha somo langu la mchana wa leo ni kuhusu maisha ya jangwani. Na tunaona hapo katika Kumbukumbu la Torati anasema ya kwamba nawe atakumbuka njia ile Bwana Mungu wako aliyekuongoza miaka 40 jangwani. So nataka tujifunze mambo mawili na tuelewe katika maisha ya wokovu. Kuna vipindi viwili vikubwa ambazo hauwezi ukaepukana nazo katika maisha ya wokovu. Kuna vipindi ambavyo hauwezi ukaepukana nazo. Yes. Na kipindi cha kwanza ni kipindi cha ahadi ya Bwana. Ahadi ya Bwana. Ahadi ya Bwana. Hicho ni kipindi cha kwanza. Na jua kwamba Mungu ametuahidi mambo mengi. Tumeahidiwa vitu vingi sana katika maisha yetu. Umeahidiwa vitu vingi sana kulingana na afya yako. Haijalishi mazingira yako iko vipi, haijalishi ni hali gani ambayo unaiona. Kupitia ile hali ambayo unaiona, kuna ahadi ambazo zimeahidiwa maisha yako. Kuna ahadi ambazo zimeahidiwa huduma yako. Licha ya kwamba unaona watoto wanaenda vile ambavyo istahili, licha ya kwamba unaona maisha yanakwenda senenge mnege, lakini ukweli ni kwamba kuna ahadi ya Mungu ambayo inanena kuhusiana na lile jambo ambalo unaliona katika maisha yako. Na pia kuna kipindi cha jangwa. Licha ya kwamba kuna kipindi cha ahadi, kuna kipindi pia ni cha jangwa. Na watu wengi wajua wanapenda kusikia ya kwamba Mungu atakubariki. Wanapenda kusikia hivyo ya kwamba Mungu atakubariki. Wanapenda kusikia mahubiri ya mafanikio. Wanapenda kusikia ya kwamba kuna milango ambayo inafunguka. Hawataki kutajiwa jambo la jangwani. Wakitajiwa jambo la jangwani, hapo mnatofautiana. Lakini ukweli ni kwamba kuna kipindi cha ahadi za Bwana na kuna kipindi cha jangwa. Na kama unajielewa na wewe unajifahamu, na kama unajua kuna kitu kikubwa ambacho Mungu ameweka ndani yako, hauwezi ukakwepa jangwa. Jangwa na wewe ni vitu ambavyo lazima vitaandamana. Kwa sababu mafanikio yaje, lazima upite kwenye jangwa. Ili uitwe mtu mkuu, lazima upite kwenye jangwa. Tunamuona watumishi wengi ambao ninaweza kukupa mfano, ambao sitaki tukae hapo. Praise the name of the living God. Kwa hivyo kuna jangwa katika safari ya wokovu. Mwambie mwenzako kuna jangwa katika safari ya wokovu. Licha ya kwamba tumekuwa mahubiri ya utabarikiwa, naona mafanikio, naona milango ikifunguka, lakini milango kufunguka inafunguliwa na jangwa. Mafanikio kutufikia yanaletwa na jangwa. Baraka kutufikia zinatufikia kwa sababu ya jangwa. Bwana Yesu asifiwe. Biblia imesema hapo ya kwamba Mungu wako aliyekuongoza miaka 40 jangwani. Imesema shetani
Mungu wako aliyekuongoza miaka 40 akakuongoza katika jangwa. Kumbe kuna wakati ambapo Kristo ndiye anatuongoza katika jangwa. Ni kwa sababu gani? Nimeendelea kusema katika Kumbukumbu la Torati 8:2, niko hapo, inasema amekuongoza katika jangwa ili akunyenyekeze, ili akujaribu, aone yale yaliyomo ndani ya mioyo yetu. Yes. Hallelujah. Sasa hapo hautazoea yale mahubiri ya receive. Utajua kuna wakati wa jangwa. Na huo wakati wa jangwa ni kwa sababu Kristo anataka kuniweka chini, anishukishe, kiburi changu kiishe, kwa sababu kiburi changu kinaweza kuwa ndicho kimeniweka katika jangwa hili. Jiinua kunaweza kuwa ndiko kumenifanya nikajipata katika jangwa hili. Kristo wakati mwingine anatuongoza katika jangwa ili ajue yaliyo mioyoni mwetu. Watu wengine wanaopanga wakati mambo yana shida, wakati ambapo unapitia majaribu, wakati ambapo unaona mambo hayaendi, wakati ambapo magonjwa yamezidi, wakati ambapo unaona dhoruba zimekuja, hapo ndipo utalia kweli, hapo ndipo utagaragara kweli. Lakini wakati mambo yako shega, wewe ni mtazamaji wa wale ambao wanaomba. Halo, tunaelewana kabisa? Biblia katika Kumbukumbu la Torati inaonyesha wazi kabisa ya kwamba kila mtu ambaye Mungu alimtumia sana, ukitaka fanya utafiti, yule mtu ambaye alitumiwa na Mungu sana, alitumiwa kupitishwa katika jangwa. Jangwa ni wapi? Jangwa ni mahali ambapo anakuvunja, aondoe triza yote ndani, ambaye atasimama na kweli, atasimama na uaminifu, anivunje kabisa, kisha niumbe upya tena. Jangwa ni mahali ambapo utatengenezwa. Kwa hivyo wakati mwingine unapoona mambo hayaendi, kumbuka unatengenezwa, unafinyangwa, unaundwa upya, kwa sababu kile ambacho unangojea ni kikubwa sana, hakiwezi kikuja ukiwa hali hiyo. Unatengenezwa, inakubidi uvunjwe ili uweze kuundwa upya. Praise the name of the living God. So ina maana kama ananipitisha katika jangwa aone yaliyo moyoni mwangu, na uwezo wa kuona kiburi, akaamua kunibadilisha. Ile jangwa ikanibadilisha, haikanibadilisha. Mungu anabadilisha moyo wa watu ambao wako tayari kubadilika. Kwa hivyo si kila jangwa ni ya shetani. Jangwa nyingine ni ya kutengenezwa, jangwa nyingine ni ya kuondwa, jangwa nyingine ni ya kubadilisha moyo. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the living God. Hallelujah. Katika jangwa, Mungu anaangalia undani wa moyo. Hallelujah. Kwa hivyo si kila hali ambao unaiona, ambao unapitia, ati ni wale mababu za kwenu, ati ni wale wachawi wa kwenu, ati ndio wamekuroga. Hapana. Jangwa zingine ni za Kristo. Ili akutengeneze, ili akuunde. Maana ulipopata kidogo, kiburi kiliinuka. Ulipopata kidogo, ulijiweka mahali pengine ukajitoa. Kwa hivyo hiyo jangwa itakuregesha mahali ambapo panastahili. Praise the name of the living God. Amen. Na katika jangwa ni mahali ambapo mtu anapitia ukimya wa mbingu. Mbingu zimenyamaza kimya. Kwa sababu mbingu haziwezi kuongea wakati unatengenezwa. Utakapokamilika kutengenezwa zitaongea. Kwa hivyo kuwa katika jangwa, maana halisi ya kuwa katika jangwa, utajipata licha kwamba unaomba, lakini ni kana kwamba maombi yako hayaleti majibu. Yaani wewe vile unavyoendelea kuomba, hivyo ndivyo mbingu zimenyamaza. Mimi nakwambia wewe endelea tu kunyenyekea. Kuna vitu ambavyo vinatengenezwa, kuna vitu ambavyo vinaundwa ndani yako, kuna vile ambavyo unatengenezwa, kwa sababu ukimwi ya mbingu unatengenezwa kwa ndani. Unatengenezwa kwa ndani. Hallelujah. Praise the name of the living God. Hallelujah. Maisha ya jangwani sio kipindi rahisi, mpendwa. Maisha ya jangwani ni kipindi ambacho mtu anapitia majaribu mazito. Unaangalia jaribu, unauliza hili nitawezana nalo. Maisha ya jangwani ni mahali ambapo mtu anapitia changamoto kubwa.
Unaangalia uzito wa changamoto, hauoni njia ya kutokea. Wewe nyenyekea tu kwa Bwana, mwambie tu Bwana nitengeneze. Wakati huko jangwani unahisi upweke, maana kila mtu atakuondokea. Jangwani hata miti hakuna, jangwani hata maji hakuna, jangwani unajipata peke yako. Lakini ukweli ni kwamba kuna kitu ambacho kinatengenezwa ndani yako. Mtu aseme amen. Amen. Je, uko katika hali ya upweke? Uko katika hali ya changamoto? Uko katika hali unaona majaribu? Uko katika hali unapoangalia msaada wako unatoka wapi? Msaada unatoka kwa Kristo. Sasa wakati mwingine tunapelekwa kwa jangwa ili tuondoe akili za wanadamu, ya kwamba mwanadamu anaweza akakusaidia. Ondoa hiyo akili hapo, ondoa mawazo yako kwa watu. Unapitishwa kwa jangwa, ukae hapo, hata hakuna simu hata utazipokea, na ukijaribu kupiga ni mteja. Ndio. Ama namna gani? Yes. Wewe umepitia hapo kabisa. Praise the name of the living God. Amen. Kipindi kigumu sana. Yes. Changamoto kubwa sana. Lakini ukweli ni kwamba Mungu anazidi kufanya kazi ndani yako. Yes. Mungu anazidi kufanya kazi ndani yako. Wajua sisi huwa tunapenda Mungu afanye kazi tuione nje. Yes. Lakini ukweli ni kwamba Mungu anaanzanga na kufanya kazi ndani yetu. Yes. Sisi wenyewe ndio tunastahili kubadilika ndani. Ili tukibadilika ndani, mazingira itabadilika automatically. Amen. Automatically. Amen. Kwa hivyo unapata unapitia changamoto nyingi, lakini Mungu anafanya kazi kubwa ambao macho ya wanadamu hawawezi wakaiona. Kuna kazi ambayo Kristo anaendelea kufanya licha kwamba unajiona katika hiyo jangwa, lakini hili jangwa limebeba kitu kikubwa ambacho wanadamu wanapokuangalia wanaona wewe umeshindwa, wanaona wewe umefika mwisho, wanaona wewe umevunjika moyo, lakini kuna kitu kikubwa ambacho Bwana huwa anaendelea kukifanya ndani yako. Amen. Praise the name of the living God. Hallelujah. Wajua kwa nje kunaweza kuonekana ya kwamba mtu ameshinda. Ndio. Angalia jirani yako na uniambie unamuonaje kwa nje sasa. Unamuonaje kwa nje huyo jirani yako? Kwa sababu ile nasema kwamba macho yetu si kama macho ya Mungu. Yes. Kwa hivyo tunaweza angalia wengine tukawaona ya kwamba huyu kafika, huyu kafanikiwa, huyu vile ambavyo ametoa kitabu kama hiki cha My Husband. Amekaa kama all is well, na yeye mwenyewe anajua kulala ni mapepo wale tulideal nao siku. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaangalia unaona huyu mtu kumbe alifika mahali alikuwa anataka. Ndio. Kumbe hapo ndio kwenye shida ndio zinaanzia. Na yule ambaye unamuona kana kwamba hata ndio anaingia katika miliki yake, kwa sababu vile ambavyo tunawaona wengine si vile mbivu inaona. Kwa nje tunaweza kuona wengine wamechakaa, kumbe kuna kitu kikubwa ambacho Mungu ameweka ndani yao, na wale ambao tunaona wamefanikiwa ikuwe hawana muda watakwenda kubadilika kama huwa. Yes. Praise the name of the living God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sijui kama ninasikika. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Unajua nimekuwa nikiomba wiki hii, na kuna wale niliwaambia tumuombee mtu fulani, kwa sababu macho ya nje anaonekana all is well. Yes. Lakini kwa macho ya ndani amevaa matambara. Ukimwangalia macho ya ndani, licha ya kwamba amevaa sawa, ako mzima, lakini katika ulimwengu wa roho anaonekana akiwa amevaa matambara. Ni wakati haujafika akafanya nini? Na ndio sitaki ifike hapo. Na ndio maana Mungu ametupa neema ya kuona kesho tukiwa leo, ili tuweze kubadilisha kesho. Anasema kwa neno amekupa nguvu na tena amekupa mamlaka. So kesho ambayo inajionyesha kwamba haiwezekani, tuna uwezo kuibadilisha leo ikawa kitu kingine. Kwa hivyo mimi nataka nikupe tahadhari. Usione ya kwamba uko sawa ukaona umefika. Biblia inasema inasema ya kwamba usidhani umeokoka. Ndio. Hata mimi huwa sisemi nimeokoka. Maana kwanza imesema hakuna aliye mkamilifu. Ndio. Praise the name of the living God. Kuna kuvunjika ghafla. Yes.
So tusije tukajiona tuko sawa. Tusije tukajiona tumefika mahali tulitaka. Hapana. Yes. Mambo inaweza kubadilika. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo tukae tukielewa majira na wakati ambao Bwana anasema nini kwa sababu yetu. Wajua sisi wanadamu tumeumbiwa mioyo, hata sijui ninaweza nikasemaje. Mtu anaendanga na hisia. Wakati mambo yako sawa, unaweza tu ukaona all is well, hata hakuna kitu. Lakini wakati ambapo mambo hayako sawa, ndio wakati unamtafuta Mungu kwa bidii. Watu mtafute Mungu wakati mambo yako sawa, na wakati mambo hayako sawa, wewe mtafute Mungu. Maana hauoni kesho yako. Yes. Aliyekosa leo anaweza kupewa. Na wewe ambao ulipewa ukapokonywa. Ndio maana napenda kuambia watu, hata chochote ambacho Mungu amekupa si kwa sababu yako, umepewa kwa sababu ya mwingine. Sasa ukifikiria na uipate kwa mtazamo huo, utaweza kujua kumbe ule kosa nikapewa ili nimpe. Si kwamba Mungu alimunyima, lakini alinipa ili niweze kutumika kama Mungu kwa maisha yake, ili niweze kugusa maisha yake. Chochote ambacho Bwana amenipa si cha kwangu, ni cha kwetu sote. Haleluya. Utakuwa na moyo wa kupeana. Amen. Na kuna watu ambao hawajafikia malengo yao kwa sababu mikono yao iko namna hii. Wao wanapanga mambo yao, wanapanga mambo ya watoto wao, wanapanga mambo yao wenyewe, lakini hakuna siku wamesema oh my father. Kuna watoto ambao wazazi wao walikufa, alizaliwa tu na akafa. Situamue mimi na bwana yangu tununua hata angalau bandari 2, kwa sababu baraka tulizo nazo si kwa sababu yetu, ni kwa sababu ya wale watoto mayatima. Amen. Ndio wako pale. Ndio. Ama wewe unadhani ni neema ya Bwana? Wewe mama yako akakuzaa, akatoka mkiwa mzima kwa labor ward, akakulea mpaka saa hizi unaona mama yako. Mwambie tu Bwana ni asante kwa sababu ya mzazi wako. Na kuna baraka zingine lazima utambue mzazi. Lazima licha ya kwamba unanena la lugha, licha ya kwamba unahubiri mapepo yanainama, Biblia inasema mzazi ni Mungu wa pili. Yani lazima. Hallelujah. Ndio maana nawaambianga wengine hata si mapepo. Yes. Si mapepo. Ndio. Si mapepo. Kabisa. Mzazi wa pale nyumbani. Wewe umejaliwa hiyo neema. Ingawa wangu niliwaambia walienda kitambo. But nashukuru Mungu wale ambao wamewekwa katika hiyo nafasi kama wazazi. Wananielewa na ninafanya kazi inayostahili. Bwana Yesu asifiwe. Labda Mungu alitaka kunijaribu aone, je, nimewaondoa atawatambua hawa kama wazazi ambao ni mandugu za mama yake, licha ya kwamba ni wabaya, ni wazuri. Wacha kusema ati na vile wale ndio wamefanya tukawa hivi machokora. Wasaidie. Biblia inasemaje? Mlishe adui yako na umkunyishe na wokovu si mchezo. Geukia mwenzako mwambie wokovu si mchezo. Wewe yule adui yako ambayo unajua tu kabisa ni adui yako, alafu unamwambia munywishe tena umulishe. Can you do such a thing? Bwana Yesu asifiwe. Umechaliwa kuwa na mzazi. Haufai wewe kulala ati tu umefanya shughuli zako mchana yote usiku yote, hata kuinulia mzazi wako simu unamuuliza mama umeshinda vizuri, Mungu amekulinda. Lakini ukienda kazini sivyo, umemtext baby wako, babe see my love, sijui whatever. Mumechati hapo, huyo bibi kachati, huyo bwana kachati. Ndio. Hata sisi watu na chati. Ndio. Lakini je, umechati na mzazi wako? Mzazi wako wa kwanza ni Kristo. Umejiwekea mtalatala wako hapo. Ukachati na huyo baby wako. Umeamuka asubuhi hujaomba. Ndio. Mungu ndiye first. Yes. Baada ya kupanga mambo yako weka Mungu. Ndio. Biblia inatambua wazazi wako kama Mungu ngapi? Wewe unamchukuliaje? So kuna kitu hata mbingu ikiamurisha pasipo na baraka za huyo mzazi. Ndio. Si Yoshua anasema ya kwamba Mungu umenipa kibali, lakini watu wao wamenikataa.
wamenikataa. Licha ya kwamba Mungu amesema na ni wewe. Yes. Musa nimemwondoa, wewe nimekuweka, sasa wapeleke wana wa Israeli. Watu wakamkataa na mbingu ilikuwa imeidhinisha. Kumbe mbingu inaenda idhinisha na ukiwa uhusiano wako na wazazi wako uko sawa. You are going nowhere. Tengeneza na wazazi wako. Hallelujah. Kama unajua umejaliwa neema ya kuwa na wazazi wako, tengeneza uhusiano. Usikule usahau wazazi wako nyumbani. Hallelujah. Wazazi ni mlango walitumika wakuleta. Kama walitumika kama mlango ukakucha, watatumika kama mlango uingie katika baraka zako. Watatumika kama mlango. Je, mzazi wako akiwa nyumbani anaongea habari gani zako? Anaongea gani? Anasema aje? Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi hata niliambia baba ningepata father-in-law na mother-in-law, ningejitahidi. Yes. Sana. Tujitahidi. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Shangwe zingine ambazo tuko nazo ni sisi wenyewe tumejitakia. Yes. Na Mungu saa zingine anatupitisha hapa, anasema ili aangalie mioyo yetu iko namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana unaona safari ya wana wa Israeli, tumesoma katika Kutoka. Yes. Safari ya wana wa Israeli walikaa miaka 40 katika jangwa. Bwana Yesu asifiwe. Kabla ya kuingia katika nchi ya Kanaani. Kumbe kabla ya kuingia katika nchi ya ahadi, kuna jangwa. Ndio. Licha kwamba kuna ahadi ambazo Kristo amekuahidi. Ukumbuke kuingia kwa ahadi, kitu cha kwanza utakutana nacho ni jangwa. Bwana Yesu asifiwe. Na tunajua kwamba Mungu alikuwa na uwezo wa kuwapeleka Kanaani kwa siku moja, alikuwa na uwezo, lakini hakufanya hivyo. Hakufanya hivyo kwa nini? Hakufanya hivyo kwa sababu walihitaji kutengenezwa, walihitaji kufinyangwa, walihitaji kuundwa upya. Licha kwamba tunataka mafanikio, licha kwamba tunataka baraka, licha kwamba tunataka tufikishe malengo yetu na kusudi yetu, Kristo anasema tunahitaji kufinyangwa, tunahitaji kutengenezwa upya ili tuingie katika nchi ya ahadi ambayo Bwana ametuahidi. Tunahitaji kutengenezwa. Si kwamba Kristo hawezi kufanya hilo jambo kwa wakati huo, si kwamba hawezi kukuponya, si kwamba hawezi kukubariki, lakini amekubali upitie katika jangwa. Mpendwa, kubali kutengenezwa, kubali kufinyangwa, kubali kutengenezwa na Bwana. Hallelujah. Praise the name of the living God. Usikue kama wana wa Israeli unalalamika. Kubali kutengenezwa. Kubali kufinyangwa. Yes. Wacha Kristo akufinyange mwenyewe. Akutengeneze. Yes. Akufanye kama jinsi mwenyewe anavyotaka. Hallelujah. Ahadi ni nyingi. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ambazo Bwana ametuahidia. Hallelujah. Ni nyingi sana. Hata wewe ukiketi chini ukikumbuka vile Roho Mungu alisema kuhusiana na maisha yako, hata wachana na vile alisema hapa. Kwani umekutana na manabii wa Rehobothi peke yake? No. Si unajua umekutana na uwanja wa moto kabisa. Si unajua? Ndio. Ama hiki ndio kisima cha kwanza? No. Hata unakumbuka ni cha ngapi hiki? Hata. Tu uko ndani yake uko sawa. Yes. Lakini katika visima vyote Chembelecho Isaka alivyofukua, si unavijua? Yes. Mungu amekuwa mwaminifu, amekuwa akikuahidi mambo mengi sana. Ndio. Hata kupitia wewe mwenyewe unaota, anakuongelesha. Yes. Rafiki yako anakuongelesha. Ndio. Ahadi unazo nyingi sana. Hallelujah. Lakini kubali kupita katika jangwa. Yes. Usikue kama vile wana wa Israeli walipitishwa kwa jangwa ili waondolewe Misri. Wajua kuna vitu lazima viondolewe ndani yetu ili tuweze kumiliki vitu vingine. Biblia inasema divai mpya haiwezi ikajipata katika kiriba cha zamani. Sima hiki kiriba cha zamani kifanyike mpya ili divai mpya iingie. Yes. Sasa mimi ambaye ni kiriba cha zamani nahitaji kutengenezwa, kwa sababu kuna divai mpya ambayo inanisubiri. Ikiingia ndani yangu hakuna lawama yoyote. Anasema baraka za Mungu hazichangamani na nini?
na majuto. Yes. Yes. Sasa mpaka utengenezwe ili baraka za Mungu zinapoingia ndani yako, vimekutengeneza, vimekuunda, umeumbika, umekuwa kama vile Kristo anavyotaka uwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwa nini Mungu anatupitisha katika jangwa? Unajua ni kwa nini Mungu anakupitisha katika hiyo jangwa? Muulize. Unajua unapitia kwa hiyo jangwa kwa sababu gani? Maana kila mtu ana jangwa lake, my friend. Wasikudanganye. Asikuone hapo hapo amenyenyekea kama Yusuf na Mariamu. Kila mtu ana jangwa yake ambao siku zote anamwambia Mungu, Mungu nikumbuke kwa hii. Mungu nikumbuke kwa hii. Mungu niepushe na hii. Mungu nifanyie. Kila mtu ana jangwa yake. Na ni kwa nini? Unajua saa zingine tujiulize maswali. Kwa nini basi nimeomba, nimefunga, nimetoa, nimejitoa, sijui nimefanya nini and nothing is happening? Why? Inaweza kuwa shida si Mungu, inaweza kuwa shida si baraka, inaweza kuwa shida ni mimi na siniamue kubadilika. Haleluya. Niliwaambia wakati mwaka umeanza ya kwamba mwaka hakuna siku unabadilika. Ndio. Wajua wanashangaa, happy new year, happy new year. Mwaka ni huo my friend. Lakini kile kitu ambacho kitabadilika ili upokee mwaka mpya ni wewe. Ni wewe ufanyike mpya ili majira mapya, msimu mpya uingie katika maisha yako. So wakati mwingine mimi najiulizanga, inaweza kuwa kile ambacho nakitaka kimekawia kwa sababu ya upumbavu wangu, kwa sababu ya mimi na sinibadilike. Bwana Yesu asifiwe. Mambo yanachelewa. Kwa nini tunakaa jangwani? Ili Mungu avunje kiburi. Wajua kuna kiburi cha uzima ambacho kimetajwa mpaka kwa maandiko, na Biblia inasema anawafanya nini wale wenye kiburi? Anawashukisha, kisha anawainua wanyenyekevu. So unajiuliza tu, ninaweza kuwa kiburi changu ndicho kimeniweka hapa? Wajua kiburi cha ndani, mwangalie mwenzako uone kama utakiona. Mtu Pastor Lucas, angalia mwenzako uone kama utaona kiburi cha ndani. Wajua kiburi cha ndani ni gani? Wakati mambo yanaenda vizuri, mtu anajisahau. Ndio. Wakati mambo yako barabara. Yes. Wewe umekuwa ukimjua huyo jirani yako kwa muda gani? Mrefu Ndio. Yuko hivyo. Mimi ndio mchungaji Pastor Lucas. Kwani una kiburi cha uzima? Maana unajua wakati unasema kitu na unasikia huyu jirani yako huwa yuko hivyo, ama leo unamwona ni mnyenyekevu? Jamani, si mimi ninauliza waumini wa Rehobothi, huyo jirani yako huwa yuko hivyo ama leo amekuwa mnyenyekevu zaidi? Maana kiburi cha ndani huwa wakati mwingine, wakati watu wamepata, anajisahau. Mimi nachezanga the same, naombanga the same. Hakuna siku mtakuja mpate ninaomba alafu kesho niko hiyo. Kama ni kupiga nduru na piganga nduru. Ndio. Mnanielewa? Yes. Lakini wengine tunajua wakiwa na shida, tunawachua. Yes. Tunachua wakati mambo yako sawa, tunachua. Nikante. Ndio. Vile ameshangilia, ai wewe ni kubaya, ni kuzuri leo. Unaona tu. Lakini wakati kimevaluka, mtumishi wa Bwana hata kujitangi mtumishi wa Bwana mwenyewe, hata akusalimia, ibada inaishanga na shwa. Lakini hiyo siku mtumishi wa Bwana, bali sifiwe. Wewe ujue kuna vile ambavyo Mungu anakutengeneza kwa ndani. Yes. Ndio maana uko katika hiyo jangwa. Hallelujah. Kubali kufinyangwa, kiburi kiondoke. Ndio. Praise the name of the living God. Hallelujah. Wana wa Israeli walipotoka Misri walijiona sana wako na nguvu sana. Ndio. Wakiwa katika barabara. Yes. Tusoma hapo Kutoka, walijiona wao wako na nguvu. Lakini katika jangwa
waligundua ya kwamba wao hawawezi pasipo na Mungu. Yes. Kumbe jangwani, hapo ndipo tunajifunza ukweli wa maneno. Katika jangwa tunajifunza ukweli. Wakati mambo yako sawa tunajiona tuko sawa. Wakati mambo yako sawa tunajiona sisi ni wenye nguvu. Lakini wakati tunafika katika jangwa tunaona kwamba bila wewe Yesu, unaanza kuimba si wewe. Na unajua wakati wa mapito ndio machozi huwa hayawezi kufungika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Jambo la pili ambalo linatusababisha tukue katika jangwa ni ili Mungu kufunua macho ama kufungua moyo wako. Maana tumeona anasema anakupitisha katika jangwa ili ajue kilichomo katika wapi? Katika moyo wako. Sasa anafunua moyo wako halisi ili watu wengine ama watu wengi waonekane watakatifu wakati mambo ni mazuri. Anafunua moyo wako. Yes. Anakupitisha hapo kwa nini? Ili kufunua moyo wako halisi. Ndio. Kupitia nini? Nikisema anafunua moyo wako halisi ili watu waone. Wewe hujageukia tu mtu kasema, huyu mtu ana hasira, ako katika jangwa. Jangwa hakuna kicheko. Ndio. Sasa katika jangwa ndio anafungua mioyo ya watu. Ndio. Wengine tunawaelewa. Ndio. Tulikuwa tuwaelewi. Yes. Wewe unajua kilicho kwa moyo wa mtu? Ndio. Huwezi ukajua. Ndio. Lakini akiwa jangwani utajua kupitia hasira. Atakuwa na hasira, utajua hapa mambo si mazuri, hapa si kuzuri. Ile hasira ako nayo si kuzuri. Katika jangwa tutaelewa kwamba kuna malalamiko. Watu watalalamika, nimekuja kanisani, hakuna kitu ninaona, sielewi ni nini. Huyo yuko katika jangwa. Muombee tu neema na kumdhibitisha ili aendelee kupita katika jangwa. Maana katika jangwa kuna malalamiko. Katika jangwa kuna kutoamini. Wengine imani zao zitayumbayumba. Utaelewa huyu yuko katika jangwa. Mpe tu neno, maana neno linapokuja inajenga imani zetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo katika jangwa Kristo anasema anafungua mioyo yetu ili tuweze kuelewana. Tutaelewana katika jangwa. Utaelewa huyu yuko kwa jangwa ama huyu yuko wapi. Maana vile atakavyowaka utaelewa huyu mambo si mazuri. Hiyo hasira vile amewaka si kuzuri. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Sijui kama ninaeleweka. Yes. Sasa hapo ndipo Mungu huwa anaona ukweli. Kile kilichomo ndani ya moyo. Anaona ukweli. Maana tunaona wana wa Israeli walipoingia jangwani, walianza kunungunika. Wakaanza kunungunika. Wakamlaumu Mungu, wakamlaumu na Musa, wakamlaumu na Haruni. Ama tumesoma katika Exodus. Sijui tusome tena. Yes. Tusome tena. Exodus 16. Yes. Ni wa pili. Yes. Inasema na mkutano mzima wa wana wa Israeli ukawanungunikia Musa na Haruni. Mkutano mzima wa wana wa Israeli wakamnungunikia Musa na Haruni. Mstari wa 3. Wana wa Israeli wakamwambia, laiti tungelikufa kwa mkono wa Bwana katika nchi ya Misri. Sikia sasa, hao wana wa Israeli wakamgeukia Musa. Wanamwambia, laiti hata tungekufia kwa mikono ya Farao kule Misri. Maana huko kulikuwa na masufuria ya nyama. Ama Biblia yako ijaandika hivyo? Imesema hivyo. Inasema aje? Inasema wana wa Israeli wakamwambia, laiti tungekufa kwa mkono wa Bwana katika nchi ya Misri. Hapo tulipoketi karibu na zile sufuria za nyama. Kumbe kuna watu watakubali kuteseka, bora kuwe na masufuria ya nyama tu wanakula, wacha tuteswe. Maana hawakuona utumwa waliokaa chini ya mikono ya Farao muda wote, na Kristo Mungu akaamua kuja kuwatoa. Hawakuona, wanalalamika, wanalaumu Mungu na Musa na Haruni, wananungunika, wakataka tena kurudi katika utumwa. Wakati ambapo wanasema laiti ungetuacha, si mioyo yao inatamani. Licha kwamba mwili ulikuwa umetoka,
lakini mioyo yao ilikuwa kwa masufuria ya nyama. Ilikuwa bado Misri kwa utumwa. Sasa hiyo iliwapelekea kukaa jangwani miaka 40 ili utumwa, ili mambo ya Misri yaondolewe ndani ya mioyo yao, yaondolewe ndani ya fikra zao, ili wanapoingia Kanaani hakuna tena Umisri ndani yao. So hii ilionyesha hali ya mioyo yao. Licha kwamba wako jangwani wanaenda kwa ahadi, ndio, na mioyo yao kumbe wameiacha wapi? Misri. Sufuria ya nyama. Yes. Wewe ulikuwa unafanya usherati, ulikuwa unafanya uzinifu, ulikuwa unaenda kwa waganga. Ulipomkiri Kristo Yesu ni Bwana, badala ya mambo kubadilika, ndio yamekuwa mabaya zaidi. Sasa unaanza kusema afadhali wakati nilikuwa kule kwa Kalumanzira kidogo mambo yalikuwa afueni. Kidogo kule nilikuwa napata vidosho jamani. Kidogo kule nilikuwa napata handsome, tall, dark and handsome. Kidogo napata vipeni. Hujawahi kumbuka hiyo? Hujakumbuka hiyo? Hujakumbuka huyo mshikaji wako wewe? Hujamkumbuka? Nikumbuka. Sasa mnajifanya hapa na nyinyi ndio wana wa Israeli ambao mbingu zinaongelelea leo. Yes. Iko siku mambo imeshikamana kabisa. Ukakumbuka kuna muganga wangu nilikuwa nikimwendea tu. Kabisa. Muganga huyo nilikuwa nikienda pale. Nikitoka nikifika tu mambo chega. Sasa ili uweze kukulia matunda ya wokovu, moyo wako lazima utoke kwa waganga, utoke kwa wazinifu, utoke kwa usherati. Maana Biblia inasema Mungu wetu ni Mungu wa wivu, hataki ushuhuda wake ugawanywe. Utasimamaje ushuhudia kwamba Mungu anaweza wakati wewe bado umefikiria mganga alikuwa anaweza? Can't happen. Nothing will happen. Yes. Nothing. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa hii ilionyesha hali halisi ya mioyo ya wana wa Israeli, ya kwamba licha kwamba wamekubali kutolewa katika Misri, lakini mioyo yao wameiacha huko. Na Mungu wetu ni Mungu ambaye anatazama mioyo. Hawangeendelea na safari hiyo, hawangeweza kuendelea. Kwa hivyo Mungu anafanya nini? Mungu anatutoa ama Mungu anatupitisha katika jangwa ili kufunua mioyo yetu. Alipitisha wana wa Israeli katika jangwa, akafunua mioyo yao. Akaona wakaanza kulalamika, wakaanza kunungunika, wakaanza kuwa watu wa kumlaumu Mungu, wanamlaumu Haruni, wanamlaumu na Musa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo lingine ambalo Mungu amekuweka katika hiyo jambo ambalo huko, maana kila mtu ana jambo lake. Mungu amekuweka katika hilo jangwa lako kwa sababu anataka umtegemee yeye, tena umtegemee yeye peke yake. Umtegemee yeye peke yake. Jangwani hakuna usalama wa kibinadamu. Pale hakuna usalama wa kibinadamu. Hakuna mashamba jangwani, hakuna chakula jangwani, hakuna yule rafiki yako ambao unamjua rafiki yako katika jangwa. Hakuna msaada wa watu katika jangwa, hautapatana na msaada wa watu. So katika jangwa utajipata huko peke yako, utajipata huko mpweke, kwa sababu Mungu anataka kutoa akili za kutegemea mwanadamu, anataka umtegemee yeye peke yake. Ndio maana amekuweka katika jangwa, maana anajua wanadamu wengine wanakufuatanga wakati mambo ni mazuri. Anasema sasa weke katika jangwa ili nione kama hao wanadamu watakufuata, na wale wanadamu nao wanakuondokea. Unajipata huko peke yako. Mpendwa, mtegemee Bwana. Amen. Tegemea Bwana. Amen. Weka tumaini lako kwa Bwana. Haleluya. Hapo ndipo utaweza kukua ama utaweza kuwa vile Mungu anavyotaka. Praise the name of the living God. Haleluya. Sijui kama ninaeleweka jamani wapendwa. Yes. Na katika jangwa hapo Mungu atakufanya vile ambavyo anataka. Hautaona msaada wa wanadamu, hautaona watu, lakini Mungu anataka umtegemee yeye peke yake. Na atakulisha kila siku, ata make sure kila siku hujakosa kula, licha kwamba uko jangwani. Katika hiyo jangwa, na wajua katika jangwa wajua jangwani hakuna kuweka chakula cha kesho. Ndio maana ilikuwa ikishuka, wakijaribu kuiweka inakuwa na maguu. Yes. Angalia vile jangwa imebeba masaibu.
So katika jangwa hakuna kuweka, hakuna kuinvest katika jangwa. Yes. Maana inatoka mbinguni, unakula hiyo siku na inaisha, ili kesho utegemee Mungu huyo aliyeleta. Umtegemee. Hiyo ndio jangwa hiyo. Yes. Sijui umefikia level gani ya jangwa, sijui uko wapi. Bwana Yesu asifiwe. Maana hata tunaposoma Biblia hatuoni mahali wana wa Israeli walihifadhi chakula, hawakuhifadhi chakula cha kesho, hawakuhifadhi. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alitaka wajifunze, alitaka wajifundishe kumtegemea yeye kila siku, kumtegemea yeye. Wangeweka hiyo maana iwe ya kesho, hata sidhani kama wangeweza kumwabudu Kristo. Ndio. Lakini ilikuwa ikishuka inaisha, ili wazidi kuweka tegemeo wapi? Hivyo ndivyo Kristo anataka tuwe. Licha ya kwamba hatujafikia kusudi letu, ile neema ambayo amekupa ya siku moja, shukuru Mungu. Ile neema ambayo amekupa ya siku mbili, shukuru Mungu. Hapo ndipo atakwenda kupanua mipaka, atakwenda kupanua hema zako. Lakini anataka uweze kumtegemea na kumtumaini kwa hiki kidogo ambacho amekupea. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Amen. Wewe unadhani ili Mungu aniamini na anipe jukwaa, alianza na kunipa jukwaa? No. Alianza na kutengeneza tabia zangu mpendwa. Alianza na kutengeneza tabia. Ndio. Kwa sababu karama itakupeleka jukwaa. Yes. Lakini tabia ndio itakuweka hapa. Yes. Maana unaweza jipata kwa hiyo jukwaa na hakuna watu wa kusikiliza, utaendelea na safari? Hapana. Kwani ni makanisa mangapi yamefunguliwa yakafungwa? Mengi. Jukwaa. Mungu anataka umwamini, uwe mwaminifu kwa kufagia kanisa. Amen. Kwa kufagia, hata si mahubiri, si kutoa mapepo. Mimi nimeosha makanisa my friend. Yes. Kama ni kuimba, sidhani nimeanza kuimbia hapa. Hata inaitwaje hii? Soundbox. Ilinarukanga yangu. Ndio maana unasikia watu wanasema, "Hey, I thought is a man. Is a woman, is a woman." Iliraruka. Ilirarukanga. Wacha yako unaibembeleza. Ukiambiwa imba, ni wewe. Unaimba nyimbo za. Mimi wajua na washangaa na sauti zingine hapa za kutisha. Rarua soundbox. Ndio. Mimi saa zingine watu hawajui, is it a man or a woman? I don't know. Akijaza, oh, is a woman. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumtumaini Kristo siku zote. Hallelujah. Ndio hiyo uweze kupata roho ya kushukuru ndani yako. Yes. Hesabu ati mimi sina pesa kwa benki, pesa yangu kwanza inafuliza sijui nini, alafu that is murmuring. Ndio. Unalalamika katika jambo lenye uko nalo. Unalalamika licha kwamba umepata cha kukula ukakula, shukuru Mungu. Hiyo ndio maana ya siku hiyo. Wewe unataka pesa ziwe kwa benki zifanye nini? Polisi wale wameziweka kule kwa benki. Unaona wale wameweka kwa benki. Yaani hapa hakuna mtu ameweka pesa kwa benki hata muulizane. Azimpi amani basi. Yeye mwenyewe amezipangia mahesabu mpaka hazingiani. Na unajua the more Mungu anakuinua, wacha niwaambie kitu moja. Mtakuwa na limit ya kuongea. Mimi nilikuwa naona vile nimeishi nikipata pesa naweza, the more unainuliwa na Bwana, the more mambo yanakuwa makubwa. Yaani unaanza kuona, sijui ninaeleweka. So mjue wale ambao wako na wamewekwa mahali pa juu, mahitaji yao ni mengi. Mengi sana. Sorry. Yes. Mahitaji yao ni makubwa. Sasa wewe shukuru Mungu na hiyo yako kidogo. Yeye akianza kukufanyia bajeti yake, wewe unaishi tu kwa hiyo nyumba yako ya 2500, shukuru. Yeye anakuambia analipa nyumba ya 22,000. Thank God. Yes. More money, mchungaji amesema more. So mtumainie Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kuna dalili za kuwa ya kwamba uko katika jangwa. Kuna dalili za kuonyesha kwamba huyu mtu yuko jangwani. Huyu mtu yuko katika jangwani. Kuna wakati Mkristo
anaweza kushangaa ni nini ambacho kinaendelea katika maisha yangu, ni nini kinaendelea katika maisha. Dalili ya kwanza, unapata milango mingi inafungwa. Yani mahali ulikuwa unangoja kazi pamefungwa, nyumba imefungwa, huduma haiendi, kazi hakuna, biashara imefungika, kila kitu. Uko jangwani, tulia, do what is supposed to be done ukiwa jangwani. Amen. Ninaeleweka? Maana jangwani utapata milango mingi imefanya nini? Mambo ambayo ulikuwa unayafanya kirahisi. Yaani kuna mambo ulikuwa na uzoefu wake ambayo ulikuwa unaweza kuyafanya kirahisi, tayari yanaanza kuwa magumu. All of a sudden unaanza kushindwa kulipa nyumba. Nani? Tulia katika jangwa ufundishwe. Kuna kufinyangwa. Labda wakati Mungu alikupa uwezo wa kulipa, kiburi kiliinuka, ndio maana akakuweka katika jangwa. Tulia, Kristo aweze kukufinyanga. Hallelujah. Najua hayo mahubiri hayana amen, but that is the truth of it. Yes. Mambo ambayo yalikuwa yanaenda kirahisi yanaanza kukwama. Jambo lingine, unapata watu wanakuacha. Watu wanakuondokea tu. Umefikia hapo? Watu wanakuondokea na unapata msaada uliokuwa nao unaanza kupotea. Kuna msaada ambao hao watu walikuwa wanakutumia 200, 300, ule msaada unakwama. Msaada chuo uko jangwani. Kuna kitu ambacho Mungu anataka na wewe, na kwanza ukiona amekuweka katika jangwa, huyu ni Mungu anakupenda. Kuna Kanaani ambayo unataka kuingia. Nashukuru Mungu, nakwambia Bwana ni asante kwa sababu hao watu walikuwa wameondoa tumaini langu kwako. Nilikuwa na waona wao. Leo hii ninakutazama wewe, Bwana majeshi, ninakutazama wewe. Nisaidie katika jangwa hili. Wacha neema yako ikanitoshe, neema yako ikanibebe. Maana kuna watu wataondoka. Yes. Hujatenda dhambi. Yes. Jatatizika wewe. Keti katika jangwa. Mwambie Bwana nguvu zako na neema yako. Usikubali hisia ziongee. Wajua hisia zinaongea. Usikubali katika jangwa hisia ziongee. Uongee kwa hasira, hapana. Kuwa calm. Tulia. Mwambie neema yako Bwana inibebe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine unaona maombi unaomba, sivyo umeomba usiku. Na unajua kuna mtu uomba kama katika jangwa, anaomba vibaya sana. Lakini kadri anavyoomba, mambo yanaonekana kuwa kimya. Mambo yanaonekana vipi? Yanaonekana kuwa kimya. Unaomba lakini majibu hayaji kama vile ambavyo ulikuwa unatarajia. Mbingu zimefungika kabisa. Tulia katika jangwa. Hauhitaji kile kitu unaomba. Unahitaji kufinyangwa tena. Unahitaji kutengenezwa tena. Na ukitengenezwa, mazingara yatabadilika. Utaombea mazingara. Nasema siku zote hauhitaji kuviombea. Hauhitaji. Yes. Unastahili tu kubadilika. Unajua kuna ahadi nyingine ambazo Bwana ametuahidi kabisa. Anasema mnapotoka, mnapoingia umebarikiwa. Umebarikiwa, roho yako imebarikiwa. Kama vile roho yako ibarikiwavyo, ndivyo afya yako ibarikiwa. Kwa hivyo hatufai kuwa wagonjwa. Ama namna gani? Akasema mikono yako imebarikiwa. Popote utakanyagisha mguu wako umebarikiwa. So, ukiona mambo hayaendi mwenzangu, tulia katika jangwa. Maana hakuna mtu anataka maombi yajibiwe kwa haraka kama mtu wa jangwa. Lakini wakati huo mbingu ziko wakati huo maombi hayaendi. Si kwamba umetenda dhambi mpendwa. Endelea kumuita Bwana, endelea kufanya kazi ya Bwana, kwa sababu huyu Mungu anakutengeneza kwa ndani kwanza. Hallelujah. Praise the name of the living God. Amen. Jambo lingine, unajipata unapitia vita vingi vya ndani. Unajua kuna vita vya ndani na vya nje. Yes. Kama ninaeleweka. Hallelujah. Naona watu wanaangalia sana. Kuna vita vya ndani na vya nje. Watu wengi wanapitia vita vya ndani kimya. Yes. Licha kwamba unamuona hapo sawa kwa nje, lakini ndani hofu imejaa. Hajui ni nini kitatokea. Yes. Kama utajipata wakati unapitia hofu inakutawala ndani, uko katika jangwa, tulia. Wakati unapata uchovu wa kiroho, unaomba mbingu ziko wazi mpaka unachoka katika ulimwengu wa kiroho, uko katika jangwa. Uko katika jangwa. Hapo ndipo watu wengi huwa wanavunjika moyo. Hapo ndio watu wengi unajipata wamekatika tamaa. Na mimi nimekuja kukwambia usikatike tamaa. Umeelewa? Uko jangwani, omba neema ya Bwana ikufinyange. Anza kubadilisha maombi. Mwambie Bwana, nitengeneze vile unavyotaka. Niunde vile
unavyotaka Bwana. Maana ninaiona Kanaani yangu kesho, na hii Kanaani siwezi ingia nikiwa jinsi nilivyo. Nifinyange Bwana, nitengeneze Bwana, ili niingie nikiwa salama. Haleluya. Niingie nikiwa salama. Oh, glory. Si unaona ufai kulalamika. Yes. Katika ile jambo unayoiona. Ufai kunungumika. Yes. Nitengeneze Bwana. Nifinyange. Niunde vile ambavyo unataka. Sasa hapo ndipo unapata watu wengi wanakosea. Yes. Wanafanya mambo ambayo hayastahili. Wanafanya mambo ambayo hayastahili wakiwa katika jambo. Na hapo ndipo watu wengi, na mimi sitaki uangushwe na shetani. Mimi sitaki uanguke. Na ukiona unapitiaga katika jambo, you are a very big person. Ni vile hata wewe mwenyewe ujielewe. Ndio. Lakini nina imani ya kwamba umejielewa. Ndio. Nina imani ya kwamba umejifahamu. Yes. Ukiona unapitishwa katika jambo, hata mimi kusimama hapo my friend, nimepitia katika jambo. Mna nikiwa tayari dhahabu imeng'aa. Yeah. Ni mnasemanga napenda kuvaa gloss kwa sababu sina kucha za kuonekana. Kucha vidole my friend ziko hivi, zilitawanyika tangia niko class 1. Kutembea na mguu, ndio. Unadungwa na miba hata ujui. Ndio. Toa miba mpaka unatoa waya, sijui unatoa. Kwa unadhani huo mguu ni mgumu kiasi gani? Umetoa tu. Mumeenda kuoga na unajua kule kwetu ni jiwe mawe tambarare hivi. Ndio. Unasimama kule juu. Alafu unajiacha ria. Wewe hata umedungwa una habari ulidungwa lini? Yeah. Wewe afadhali wewe ulipelekwa swimming pool. Setu kule ni free. Free. Don't pay. Yes. Wale wanaelewa hiyo, wanaelewa kabisa. Wanajua kile ninachokisema. Yes. Kesho yake ndio unasikia, nasikiaje hapa? Kumbe ulikatwa na jiwe hata hukusikia. Utasikiza njaa ama utasikiza umekatwa hapa? Praise the name of the living God. Hallelujah. Mtu ambaye amebeba hatima kubwa. Ndio. Baraka zake haziji hivi hivi. Yes. Mtu ambaye atakuwa anapitishwa katika jangwa. Ndio. Huyo ni mtu mkubwa sana. Hallelujah. Nataka ujitambue na ujielewe. Na kufinyangwa huku kuwe ndio kwa mwisho. Ili uingie katika Kanaani yako ambao Mungu alikuaitia. Uingie. Yes. Hallelujah. Wewe kama hujakuwa rejected my friend, you don't know what I'm talking about. Yes. Unakuwa rejected mpaka unaonekana kigaraguzi. Naye kumbe Biblia imeniambia kwamba ninawaaibisha wenye nguvu ili kuwainua wanyonge. Hapo ndipo ninapata nguvu mpya ya kusimama na unyonge wako na kuchukua. Kristo ameniteua. Ameniteua. Yes. Wewe hujatukana wewe. Hujasimama wewe. Hujaonekana haufai. Huwezi ukaelewa naongea habari gani. Hallelujah. Hallelujah. Hauelewi. Yes. Juzi nilikuwa naambia watendakazi nilienda nao. Unajua kuna mtu akiniangalia anaona how beautiful is this woman of God. Sijui nini. Wewe. Juzi niwaambia my friend, ule mwendo ninaenda uwezi enda kama ukula sima na ukwaju. Yes. Ria. Ukwaju, unajua ukwaju? Mimi hata unakula sima huku yani sijui wasikiaje. Na jina. Zile mabuyu mnaziona mwazifanya mala. Watu wametoka mbali. Wewe ukinipata niko pale English Point na makao yangu polepole. In fact nikikumbuka mambo haya huwa naambia Mungu today nafaa niende nishuhudie ukuu wako Bwana. Yes. Maana unasema unaandaa meza. Yeah. Na wewe Mungu uliniandalia meza. Yeah. Lakini ile jambo nilivumilia. Mpendwa, mimi ni ushuhuda ulio hai. Unaponiona angalia maisha yako yatabadilika. Yaani wewe ukiona Pastor Triza, wewe jua utafika. Yaani utafika. Unaponiona tu nimesimama hivi. Wewe hata yako ni mtoto. Hallelujah. Huwa nauliza, mshawahi lala kwa bafu? Wewe ulala kwa bafu wewe? Sasa ni nini mbaya na wewe? Yes. Hujalala kwa bafu?
Na si kwamba hakuna bedroom zingine za kulala, lakini wewe unaonekana wapi? Kwa bafu. Yaani wewe ukitazama hivi na hapo niko karefu, nikiwaonyesha picha zangu nitaweka mvio status kesho. Yaani uko mrefu, yaani hata Mungu akikubariki kidogo anakuteremsha. Nilikuwa mrefu kwa bafu, unalala hivi miguu iko si na sikulalamika, ilikuwa ni lazima nipitie hapo ndio ili leo hii nisimame na nishuhudie ukuu wa Bwana. Nishuhudiaje pasipo na jangwa? Jangwa inaleta ushuhuda dhabiti. Jangwa inaleta uweze kumtumainia Bwana. Uondoe akili zako kwa wanadamu. Uone Kristo. Kuna watu wamefika mahali hata wanapoingia kwa shida waelezi watu. Wanakuwa msaada wangu unatoka kwa Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Hapo ndipo msaada unatoka. Haleluya. Unadhani mtu amepitia mapito kama anaweza geukia mwanadamu? Hawezi. Yes. Kila akijipata kwa jangwa Kristo, na kila jangwa linakuinuliwa kwake. Kwa hivyo kubali kufinyangwa. Mimi nimekuja na habari ya kwamba kubali kufinyangwa. Usinungunike, usilalamike, usimlaumu Mungu, usilaumu Mungu, usilaumu mtu yeyote. Mwambie Bwana, ni wakati wangu na wewe, ni wakati wangu na wewe, ni wakati wangu na wewe, ili niweze kuona yale makusudi ulionipangia. Haleluya. Praise the name of the living God. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nani ajui Musa alikaa jangwani miaka mingapi? 40. Ndio. Aliposema kwamba nataka uende ukatoe wana wa Israeli katika mikono ya utumwa. Yes. Hakwenda Misri. Ndio. Aliingia jangwa. Ndio. Akaondolewa usemi wote wa mwanadamu. Yes. Inaweza katika ile ambao uko ndani yake. Kuna usemi wa mwanadamu unaondolewa. Kuna mazoea ya wanadamu inaondolewa. Kuna tabia za kibinadamu zinaondolewa. Kubali kwa sababu Mungu anataka kukutuma. Mungu anataka kukubariki, anataka kukuinua. Daudi alifichwa jangwani kabla ya kukua mfalme. Alifichwa katika jangwa, na katika lile jangwa akakutana na dumbo, akakutana na simba. Kubali kufichwa katika jangwa kwa sababu ufalme kesho utakuja. Ufalme kesho utakuja. Tunamwona Yohana Mbatizaji kutokea kwake alitokea jangwani na kuleta uamsho mkubwa. Tunamwona alikuja kubatiza Yesu, alikuja na uamsho mkubwa. Kwa hivyo jangwa, utakapomaliza jangwa, my friend, you will not be the same again. You will not be the same again. Hallelujah. Na ndio nikasema watu wote wakubwa walipitishwa katika jangwa. Angalia Kristo alipo roho wa Mungu. Biblia inasema roho wa Mungu alimchukua akamweka wapi? Katika jangwa. Katika jangwa akakutana naye. Hatuoni mahali mbingu zinanena wakati Kristo yuko katika jangwa. Tunaona shetani anakuja. Kwa hivyo ujue shetani atakuja katika jangwa. Akija mwambie imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate peke yake. Hapa niko si kwa sababu ni njaa, lakini niko kutafuta Kristo. Yes. Hallelujah. Praise the name of the living God. Hallelujah. Amen. So Mungu hapendi tu kukupea baraka. Na si kwamba hataki kukupea, lakini kile kitu nataka uelewe, hataki tu kukupa baraka, anataka kupata moyo wako. Nataka moyo wako. Amen. Kristo anataka moyo wako. Angalia sana moyo wako. Uelewe watu wengi wanamtafuta Mungu kwa sababu wengine wana mahitaji, wengine wana shida, wengine wana misibana. Hata nyinyi na wauliza waumini wa Rehoboth. Haleluya. Waumini wa Rehoboth. Ili utafute kisima hiki, ulikuja hapa sababu unataka kuabudu. Shida shida. Kazi kuna nabii akutana na mjakazi. Mwambia kuna nabii kule kwetu. Ukikutana na yeye, mambo yatabadilika. Kaja upokuja ukatulia, si ndio? Ndio. Ama naongelesha kina nani? Yes. So watu hawapendi
kumtafuta Mungu kwa sababu wanataka ibada iliyo safi. Watu wengi wanamtafuta Mungu kwa sababu ya mahitaji, kwa sababu ya shida, kwa sababu ya matatizo. Lakini jangwani linatufundisha kumtafuta Mungu kwa sababu yeye ni Mungu. Haleluya. Kwa sababu yeye ni Mungu. Hapo ndipo mahusiano ya kweli na Mungu yanazaliwa. Wakati ambapo mambo yako sawa, hakuna mahusiano ya kweli na Mungu. Lakini wakati uko katika jangwa, hapo ndipo mahusiano ya kweli kabisa thabiti huwa yanazaliwa. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Sasa katika jangwa, hapo ndipo watu wanakuwa watu wa nguvu. Hilo nalo ulipate vizuri. Yes. Katika jangwa, Ndio. hapo ndipo watu wanakuwa tena, unafanyika mtu wa nguvu kabisa. Hakuna watu wakubwa kiroho ambao hawajapitia maumivu. Yeyote ambaye unamuona ama unamjua ni mkubwa katika ulimwengu wa roho, Yes. ni historia ya maumivu ambayo alipitia. Ana historia ya maumivu ambayo alipitia. Bwana Yesu asifiwe. Tuelewe shida. Unajua shida huwa zinakuza imani ya mtu. Ndio. Unaelewa hiyo? Yes. Shida huwa zinakuza imani ya mtu. Shida huwa zinakuza imani ya mtu, zinakuza uvumilivu. Shida zinakuza imani ya mtu, zinakuza maombi ya mtu. Maana utaomba ni kana kwamba hautawahi omba tena kwa sababu ya shida. Na unapata ndani yako, ndani ya jangwa, pale ndani ya jangwa mtu anajifunza kupiga magoti. Ulikuwa unazoea kuja kanisani unaketi. Hasa katika jangwa unajifunza unyenyekevu, ukiingia unapiga magoti, unajifunza kumwamini Mungu katika jangwa, unajifundisha kusimama peke yako na kuangalia msalaba, maana hapo ndipo pako na msaada. Mimi nimekuja na habari moja tu. Yeyote ambaye uko katika jangwa, uelewe katika hiyo jangwa hauko peke yako. Hiyo jangwa uko na Kristo. Hiyo jangwa uko na Mungu, na kuna mambo Mungu anakufundisha, anataka kukufinyanga ili unapotoka katika hiyo jangwa uingie katika Kanaani. Praise the name of the living God. Mungu awabariki, awatende mema. Wacha nimlete baba.